ananyanyua uchumi wa mtu mmoja mmoja, lakini na jamii kwenye maeneo yetu ya halmashauri. Lakini kupongeza mkurugenzi wa halmashauri ya Tarime DC kwa namna ambayo umeweza kuitikia na kutekeleza kwa vitendo maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hebu wananchi tupigie makofi mheshimiwa. Hizi fedha zinatokana na makusanyo ambayo tunakusanya kwenye halmashauri zetu. Tunatenga ile 10% ambayo inakuja kwenye haya makundi matatu ya wanawake, vijana na watu wenye mahitaji maalum. Na haya maelekezo ya Mheshimiwa Rais ili ziweze zikanyanyua uchumi wa jamii na kila mtu mmoja mmoja kwenye kata yetu. Leo tunakabidhi hapa hundi ya milioni 936. Fedha zinakuja kwenu bila riba. Bila riba. Ni furaha pekee na ni upendo wa hali ya juu sana Mheshimiwa Rais ameweka kwenu. Ili kuwanyanyua kiuchumi, unachukua milioni 100 na urudisha milioni 100. Itawasaidia ninyi wananchi kutokopa fedha zile za moto au fedha za kausha damu kupitia halmashauri Mheshimiwa Rais pasipo riba. Na tungeomba hii fedha hii ambayo mnaichukua ni kweli ikalete tija kwenye maisha yetu. Tunaamini kama mtafanya marejesho vizuri na kwa usahihi, watakao kopa ni wengi sana. Najua wananchi wameshahamasika, wameshapewa elimu ya kutosha kuchangamkia fursa ya kupewa hii fedha. Kwa hiyo ni mshauri wangu maafisa maendeleo ya jamii, tuendelee kutoa elimu kwa vikundi vingine ambao vinahitaji hizi fedha ili na wenyewe waweze kupata hii fursa na wananchi walio wengi waweze kupata hizi fedha. Katika mwaka wa fedha 2024-2025 serikali iliruhusu kuendelea kutoa mkopo ambao halmashauri ya wilaya ya Tarime hadi Machi 2025 imeweza kutoa. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini leo tutakabidhi kundi hiyo ambayo italeta jumla ya zaidi ya bilioni 2.5 kwa mwaka wa fedha huu. Lakini Mheshimiwa Rais amekuwa akitoa maelekezo ya kutoa fedha kwa muda mrefu. Mpaka kufikia leo kwa kipindi cha miaka 4 ambayo Mheshimiwa Rais amekuwa madarakani, zaidi ya bilioni 5.6 ambazo zimeenda kwa wananchi zinazunguka kwenye maeneo yetu. Ni fedha nyingi ambazo kwa kweli tukisimamia vizuri tunaweza kupata tija kwa sababu fedha hizi hazina riba. Lakini waombe wale ambao mnapokea tukawa waaminifu sana kwenye kufanya marejesho kwa kadri tulivyokubaliana na hapa. Vya watu wenye ulemavu kwa awamu ya kwanza, na kwa awamu ya pili ni vikundi 65 vya wanawake, vikundi 18 vya vijana na vikundi 13 vya watu wenye ulemavu. Katika kipindi cha Julai hadi Septemba, halmashauri imeweza kumaliza fedha iliyotengwa kwa mwaka wa fedha 24-25 kiasi cha milioni 936. Kati ya fedha hizo kiasi cha milioni 486 ni michango ya mapato ya ndani na kiasi cha shilingi milioni 450 ni fedha za marejesho, yani revolving fund, kutoa mikopo kwa vikundi vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Utoaji wa mikopo kwa vikundi vya wanawake na watu wenye ulemavu mwaka 2024-2025. Mheshimiwa mgeni rasmi, timu ya management ya halmashauri ya wilaya ya Tarime pamoja na kamati ya uhakiki wa mikopo ya wilaya imeridhia kutoa kiasi cha shilingi milioni 936 kwa mchanganuo ufuatao kama inavyoonyesha hapo. Vikundi vya wanawake 65 vimepata jumla ya kiasi cha shilingi milioni 564. Vikundi vya vijana 46 vimepata jumla ya milioni 262 na vikundi vya watu wenye ulemavu 27 vimepata jumla ya milioni 110. Hiyo yote inaleta jumla ya milioni. Kwa majina naitwa Robi Magori Charles, ni mkazi wa kijiji cha Nyamwaga, Tarime vijijini. Kwa hiyo sisi ni wajasiriamali kikundi cha Mandela. Tunamshukuru Mheshimiwa Samia mama yetu, tunamshukuru sana kwa kutuwezesha sisi wa mama. Ametupa mkopo wa milioni 10. Sisi wa mama tutaenda kujikimu katika maisha. Huo mkopo utatusaidia pia kwa kufanya biashara, pia hata kwa kupeleka watoto shule
na pia kwa kutuinua katika uchumi kutoka kwenye hali ya chini kwenda kwenye hali ya juu. Mimi kwa majina naitwa Jackson Mkegera, ni mwenyekiti wa kikundi cha umoja wa bodaboda Msege. Sisi tumepata kiasi cha milioni 5 uwezeshaji wa vijana, na nahisi itatusaidia sana pale ambapo pikipiki tutahitaji uongezeko wa pikipiki, maana lengo letu ni kuwezeshana kwa wale vijana ambao hawana ajira. Tunawezesha sisi wenyewe kwa wenyewe huku tukimnunulia mmoja wetu pikipiki. Lengo ni kuweza kuishi kwa maisha mazuri ambao kila mmoja wetu anajishughulisha na kuingiza chochote kitu kwenye maisha yake ya kawaida. Nini wito wako sasa kwa vijana kuhakikisha wanatumia vyema fursa wanazozipata ikiwemo swala zima hili la mikopo? Wito wangu ni kuwasihi tu vijana wajitokeze na wawe vizuri, na wao wanarejesha kwa wakati, na waje waombe, wajitambulishe ili waendelee kuishi kama Watanzania wengine. Mimi jina langu naitwa Elias Daudi Mkwaya, ni mwenyeji wa kata hii ya Nyamwaga, kijiji cha Kisangora, kikundi binafsi cha Elias Mkwaya. Kwa niaba ya walemavu wote kata ya Nyamwaga, hususan halmashauri ya wilaya hii ya Tarime, tunashukuru sana serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi, hasa Mama Samia Suluhu Hassani, kwa kutujali sisi watu wenye ulemavu. Ameweza kutupa mikopo kwa ajili ya kuendesha miradi yetu ambayo tumeifungua. Sisi mara nyingi walemavu huwa tunanyanyapaliwa sana. Sasa baada ya kuwa tunanyanyapaliwa, sisi tunaona kwamba tusiwe tegemezi kwenye jamii. Tuanzishe miradi, hiyo miradi iweze kutupa kipato, tuendeshe familia zetu, tusomeshe watoto na kadhalika. Sisi tunashukuru sana, na hiyo mikopo tulioipata ni ile 10% ya halmashauri kwa watu wenye ulemavu, na sisi tutaiendeleza kama taratibu, kanuni na sheria inavyotutaka. Moregas English Medium School ni shule ya awali na msingi iliyoko Sirari, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania. Ni shule ya kutwa na bweni yenye mazingira wezeshi na rafiki kwa mwanao. Shule yetu inaendelea kufanya vizuri sana. Rejea matokeo ya darasa la 7 mwaka 2024. Watoto wote 61 wamepata ufaulu wa daraja A. Wanafunzi 14 wamechaguliwa kujiunga na shule za bweni, ikiwemo shule ya Tabora Girls, Mzumbe, Mara Girls, Pugu, Shinyanga Girls, Dr. Badrida Buriani na Tumaini. Ndiyo, karibu sasa, mlete mwanao apate elimu bora. Kwa mawasiliano, piga simu namba 0765 65 67 05 au 0628 94 34 24 au 0745 49 41 02. Wote mnakaribishwa. Mwera Vision Pre and Primary School inayopatikana uwanja wa ndege Rebu, jirani na chuo cha ufundi Tarime VTC, wilayani Tarime, mkoa wa Mara, nchini Tanzania, inawatangazia nafasi za kujiunga na masomo ya darasa la awali mpaka darasa la 7 kwa kutwa na bweni. Shule inafundisha masomo ya Kifaransa na Kichina. Shule ina mkondo wa amali katika fani za kompyuta, ufundi umeme na cherehani. Wanafunzi watasoma bure, lakini pia kuna mafunzo ya Kwankido International, yani karet, kuanzia darasa la 3. Vipaumbele vyetu ni Mungu, taaluma na nidhamu. Shule inafanya vizuri katika mitihani ya kitaifa kila mwaka. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0768 90 16 41 au 0775 90 16 41. Ada zetu ni nafuu mno na zinalipwa kwa awamu. Wote mnakaribishwa.